Tunawapongeza kwa heshima na uwajibikaji wanachama wa jamii ya Banyamulenge ambao wamechukua uamuzi wa kishujaa wa kujitenga na vurugu na kuchagua njia ya amani na mazungumzo. Pale ambapo amani inapatikana, maisha huregea na matumaini huzaliwa upya. Hata hivyo, inasikitisha sana kuona kwamba zaidi ya Banyamulenge 30 tayari wamepoteza maisha yao, wakati mwingine mikononi mwa ndugu zao wenyewe. Kwa watoto wanaokuwa katika huzuni na majonzi, tutawaambia nini kesho? Ni nani atawaelezea misiba hii? Ni urithi gani tunawaachia? Mustakabali wa watoto na uthabiti wa familia lazima uwe kiini cha kila uamuzi. Kuendelea na njia ya silaha ni kuwaweka wapendwa wako katika hatari ya madhara yasiyoweza kurekebishwa. Kupitia uchambuzi wake, Isomo itaendelea kuangazia mienendo ya kikanda, hasa ndani ya mfumo wa CPGL ambapo juhudi zinapaswa kuunganishwa ili kumaliza vurugu na kujenga amani ya kudumu. Kwa wale walioamini kwamba madai yao yanaweza kupatikana kwa njia ya silaha, ni muhimu kukumbuka ukweli wa ulimwengu wote. Vita hujulikana namna vinavyoanza, lakini kama kujulikana namna vinavyoisha, mara nyingi huishia kuangamiza wale vinavyodai kuwalinda. Ni halali pia kujiuliza kuhusu maslahi halisi ya wale wanaotoa msaada kutoka nje. Je, kweli wanatumikia watu wanaohusika au wanatafuta maslahi yao binafsi? Njia ya amani ni ngumu, lakini ndio pekee yenye kuleta mustakabali. Chagueni mazungumzo, jitoleeni katika ujenzi upya na changieni kujenga Kongo yenye amani kwa ajili yenu na kwa vizazi vinavyo.